Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaendelea na ziara yake katika mataifa ya Ulaya. Safari hii anatafuta namna ya kupata njia ya kuweza kufikia amani, huku akielekea nchini Ufaransa akipewa baadhi ya ndege za Rafale, ndege zisizokuwa na rubani zinazotajwa kuwa ni ndege hatari, lakini sasa akitembelea Uturuki akiamini anahitaji mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Lengo la safari ya Zelensky ni kufufua mazungumzo yaliyokwama kuhusu kumaliza vita vya Urusi vilivyoanza takribani miaka 4 iliyopita. Uturuki, ambayo iliwahi kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya awali, imepanga kusimamia mazungumzo mapya yanayotarajiwa kumshirikisha pia mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Hata hivyo, Kremlin imesema wawakilishi wa Urusi hawatashiriki, ingawa Rais Vladimir Putin yuko tayari kushiriki mazungumzo kati ya Marekani na Uturuki. Wakati Ukraine ikijaribu kufufua mazungumzo ya kusaka amani, hatua yake ya kununua ndege za kivita imezua mvutano mpya, huku Urusi ikikosoa vikali Ufaransa kwa makubaliano hayo, ikisema yanachochea vita baada ya kuleta suluhu. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema Ufaransa inaendelea kutoa msaada wa silaha kwa utawala wa Kiev, jambo ambalo linaenda kusababisha ongezeko la vita badala ya kutatua juu ya kile kinachoendelea katika uwanja wa vita. Paris bado inaendelea kuchochea mzozo huu, kuunga mkono kijeshi. Kuhusiana na jambo hili, tunaweza tu kuonyesha masikitiko yetu. Haijalishi ndege zipi zinauzwa kwa utawala wa Kiev, hii haitabadilisha mwenendo unaoonekana, na sio tu na sisi bali pia na wataalamu wote wa kijeshi duniani, anasema Dmitry Peskov, msemaji wa ikulu ya Kremlin, akielezea jinsi ambavyo Urusi inahuzunishwa na kuona namna ambavyo mataifa magharibi yanaendeleza uchochezi katika vita vinavyoendelea, huku akisema kwamba Urusi imejiandaa kwa vyovyote na ipo tayari kuendeleza mapambano hayo kwa muda mrefu zaidi kulingana na watu wa magharibi wanavyotaka. Wakati mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea, hali ya vita inazidi kuwa mbaya. Ukraine imezindua mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Urusi mashariki mwa mkoa wa Donetsk na kusababisha kukatika kwa umeme kwa mamia ya maelfu ya watu. Urusi kwa upande wake imeendelea na mashambulizi makali ya makombora na drone ikilenga gridi ya umeme ya Ukraine kwa kiwango ambacho hakijashuhudiwa kabla. Hali inaonyesha ugumu wa vita vinavyoendelea, huku juhudi za kidiplomasia zikiwa zinagongana na mvutano wa kijeshi. Athari kubwa zinaonekana kwa raia ambao wanaendelea kubeba mzigo mkubwa. Zelensky ana ndoto ya kuona vita vikimalizika, lakini kwa sasa anajiandaa kwa majira makali ya baridi kali, ikiwa ni mara ya 5 tangu vita kuanza. Wakati huo huo, dunia inasubiri kuona kama safari ya Volodymyr Zelensky na mazungumzo ya Istanbul yatafungua njia ya amani au vita vitaendelea kuchukua sura mpya. Zelensky ilionekana hapo katika nyakati za nyuma akimuona Recep Tayyip Erdogan kwamba ni mshirika wa karibu na rais wa Urusi Vladimir Putin, na hivyo hata katika baadhi ya mambo ambayo bwana Tayyip Erdogan alikuwa akizungumzia, imekuwa ikionekana ni kama vile anaegemea upande mmoja, lakini kwa namna moja ama nyingine amesaidia juu ya usafirishaji wa bidhaa, ikiwa ni pamoja na ngano na vyakula vingine kuelekea katika mataifa yenye uhitaji. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.